Ufahamu wako usipofanywa upya, maisha yako hayawezi kubadilika. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Ufahamu wako usipobadilika, maisha yako hayawezi kubadilika. Tunaposoma kwenye Warumi 12:12 moja mpaka 2, andiko linajaribu kuzungumzia kwamba utoe mwili wako, ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu, ndio ibada yenye maana. Lakini 2 anajaribu kuzungumzia kwamba mfanywe upya nia zenu, be renewed in your mind, mfanywe upya nia zenu. Sasa nia inayozungumziwa hapa ni mind. Kiingereza kinazungumzia kwamba ni mind. Sasa kuna watu ambao wameokoka lakini nia zao hazijafanywa upya. Kuna watu ambao wameokoka lakini ufahamu wao haujafanywa upya, na kwa sababu ufahamu wao haujafanywa upya, tabia zao hazijabadilika, mitazamo yao haijabadilika. Mitazamo yao iko kama vile ilivyokuwa kabla hawajaokoka. Fahamu zao ziko kama vile zilivyokuwa kabla hazijaokoka. Kwa Paulo anawaambia Warumi kwamba be renewed in your mind, mfanywe upya nia zenu, mfanywe upya nia zenu. Mtu ambaye ameokoka lakini ufahamu wake haujafanywa upya, ataitwa kwa jina la mtu aliyeokoka, lakini maisha yake atakuwa anaishi kama vile hakuna kilichotokea kwenye maisha yake. Hakuna namna ambavyo maisha yetu yanaweza kubadilika. Hakuna namna ambavyo tabia zetu zinaweza kubadilika kama nia zetu hazijafanywa upya, kama ufahamu wetu haujabadilishwa. Na ndio maana kila mtu anayeokoka lazima tamani kujifunza. Tunapojifunza, tuna program upya kuwaza kwetu, tuna program upya mitazamo yetu. Neno pekee ndilo ambalo linaweza kumbadilisha mtu. Neno pekee ndilo linaweza kumfanya mtu abadilike tabia zake, abadilike mitazamo yake. Lakini pasipo neno, mtu hawezi kubadilika tabia zake. Ataendelea kuwa na tabia zile zile za zamani, kiasi kwamba watu wanaomjua, kama asipowaambia kwamba ameokoka, hawezi kutambua kwamba ameokoka, kwa sababu tabia zake ziko kama zamani. Kuongea kwake kuko kama zamani, kutenda kwake kuko kama zamani. Na wako watu wengi ambao wameokoka lakini fahamu zao hazijafanywa upya. Fahamu zao, nia zao hazijafanywa upya. Namna walivyokuwa wanaishi kabla ya kuokoka na namna wanavyoishi baada ya kuokoka hakuna tofauti. Kwa sababu gani? Fahamu zao hazijafanywa upya, nia zao hazijafanywa upya. Kwa ndio maana Paulo anasema kwamba itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu na kupendeza, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mfanywe upya nia zenu, be renewed in your mind. Mtu aliyeokoka alafu hatamani kujifunza neno la Mungu, hatamani kufundishwa, hawezi kubadilika. Ataendelea kuishi kama zamani, ataendelea kuongea kama zamani, ataendelea kutenda kama zamani. Kama umeokoka, uwe na kiu ya kujifunza, tamani kujifunza, uwe tayari kubadilishwa ufahamu wako. Tafakari neno la Mungu usiku na mchana. Tamani ulazimishe ufahamu wako kukubaliana na kile ambacho neno la Mungu linasema. Vinginevyo utakuwa na jina la mtu aliyeokoka lakini unaishi kama zamani. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ufahamu wako usipofanywa upya, maisha yako hayawezi kubadilika. Maisha yako hayawezi kubadilika. Na Roho Mtakatifu akusaidie kuishi sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Na ndivyo ambavyo utaona mabadiliko kwenye maisha yako siku kwa siku. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya.
Lakini pia ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.